Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, naitwa Victor Moshi. Sina shaka ubuheri wa afya kabisa na umeamka salama. Sasa moja kati ya taarifa kubwa sana ambayo inazidi kutikisa vichwa mbalimbali vya habari duniani ni kuhusiana na Wahouthi pale nchini Yemen ambao wameendeleza kampeni yake ya kuweza kushambulia Israel. Sasa usiku wa kuamkia leo, ving'ora vimetaradadi katika mji wa Tel Aviv na maeneo mengine 300 nchini humo kufuatia makombora ambayo yameweza kurushwa na Wahouthi katika usiku wa kuamkia leo, ambapo kupitia msemaji wa Wahouthi Yahya Saree amezungumza wazi kabisa kwamba kampeni yao ya kuweza kuwashambulia Israel au kuishambulia Israel itaendelea hadi pale ambapo Israel itaweza kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza. Taarifa inasema kwamba kundi la Wahouthi kutoka nchini Yemen limeonyesha kujiamini kwa uwezo wake mkubwa wa kijeshi kwa kuweza kulenga moja kwa moja kwenye moyo wa Israel kwenye uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa kutumia kombora la kisasa aina ya Palestine 2 ambalo lina kasi ya juu la hypersonic ballistic missile. Kwa mujibu wa msemaji wao Yahya Saree, operesheni hiyo imefanikiwa kwa asilimia kubwa kwa sababu imezuia ndege ya mizigo ya Marekani kutua uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa siku ya pili mfululizo, lakini vile vile imeathiri shughuli za uwanja wa ndege kwa muda, lakini hata na kuwafanya mamilioni ya raia wa Israel kukimbilia kwenye makazi ya dharura. Hili ni tukio kubwa linaloonyesha kwamba Houthi sasa wanafikia maeneo ya ndani kabisa ya Israel, yakiwemo miji mikubwa kama Tel Aviv, Yerusalemu ambako miito ya tahadhari ilisikika pamoja na sehemu nyingine 300 nchini humo. Taarifa pia zinasema kwamba vipande vya kombora hilo vilipoangushwa na ulinzi wa anga wa Israel Air Defense System viliharibu baadhi ya nyumba katika mji wa Maccabim karibu na Yerusalemu. Sasa inaonekana kwamba katika kombora hili la Palestine 2 la hypersonic ballistic missile, baada ya kuweza kuangushwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Israel, likaenda kuleta madhara kwenye baadhi ya nyumba katika mji wa Maccabim ambapo nyumba ziliweza kuharibiwa vibaya sana, lakini vile vile wananchi, hofu ilizidi kuongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Na wananchi wa Israel kwa sasa hivi wanaishi katika maisha ya wasiwasi kwa sababu kila siku imekuwa ni kawaida yao kuweza kusikia ving'ora vikilia katika ardhi yao, lakini vile vile Wahouthi ikifika nyakati za usiku wanaweza kufanya mashambulizi makubwa ambayo yanapelekea wasiwasi mkubwa katika ardhi ya Israel. Ni mfululizo sasa waziri mkuu wa Israel na waziri wa ulinzi Israel Katz hawajaweza kuzungumza kufuatia mashambulizi haya ambayo Wahouthi wanazidi kuyashinikiza katika ardhi ya Israel, ambapo Israel kwa sasa hivi ipo katika wasiwasi mkubwa huku ikiendelea kupambana na vita dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza, maelfu ya watu wakizidi kupoteza maisha, lakini huku katika nchi yao ya Israel Wahouthi wamezidi kuandama Israel kiasi cha kwamba hali inazidi kuwa tete kila siku. Wahouthi wamebadilika kutoka kwa tishio la eneo la Ghuba ya Aden hadi sasa kuwa mshiriki wa wazi katika mgogoro kati ya Palestina na Israel. Kuitaja kombora hilo la Palestine 2 ni ujumbe wa kisiasa unaolenga kuonyesha mshikamano wa Yemen na Palestina. Lakini hatua za kusimamisha safari ndogo za Ben Gurion ni pigo kubwa kwa usalama wa taifa wa Israel na ni ishara hata kwa mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga haiwezi kuzuia kikamilifu mashambulizi haya ya mbali. Wahouthi kutumia kombora aina ya Palestine 2 inaonyesha wazi kabisa ni mshikamano kati ya Wahouthi pale nchini Yemen, lakini vile vile na Wapalestina katika ukanda wa Gaza. Wanaamua kupeleka ujumbe moja kwa moja kufuatia kutumia makombora ambayo yanatoka moja kwa moja katika nchi ya Palestina na yamepewa jina la Palestina, lakini makombora haya yanarushwa kutokea moja kwa moja nchini Yemen. Wahouthi wameamua kuunga mkono wa Palestina kwa kile ambacho kinaonekana kwamba Palestina wamekosa usaidizi, wamekosa support ya moja kwa moja kuweza kupambana na Israel, kiasi cha kwamba Wahouthi wameamua kuingilia kati sakata hili na kuweza kufanya mashambulizi ya aina yake. Kuna video ambayo ilikuwa inasambaa mitandaoni ikionyesha jinsi gani hali ya tahadhari ilivyokuwa kitangazwa katika nchi ya Israel. Ving'ora vimekuwa vikilia mara kwa mara, lakini vile vile utulivu umekuwa si wa kawaida katika nchi hiyo kwa sababu milio ya ndege za kivita zikiwa angani, lakini mifumo ya ulinzi ikiwa angani imekuwa ni mingi kutokana na kile ambacho doria zimekuwa zikipigwa kila baada ya muda, lakini vile vile Israel kupitia mifumo yake ya ulinzi inazidi kujiimarisha siku hadi siku. Lakini licha ya kwamba mashambulizi ya Wahouthi
yamekuwa yakifikia mlengo wake. Mashambulizi haya yamezidi kuchochea hali ya tahadhari na taharuki miongoni mwa raia wa Israel ambao sasa wanakumbwa na hofu ya mashambulizi kutoka pande zote: Gaza, Lebanon, Syria na sasa mbali zaidi kutoka Yemen. Watu wengi walilazimika kushuka haraka kwenye hifadhi za dharura, huku wazazi wakikimbia na watoto wao mikononi na wakazi wakisubiri kwa hofu taharuki silence kurudiwa tena. Kufuatia mashambulizi haya ambayo yanaendelea, jeshi la Israel pia linaendelea kutoa mafunzo kwa raia wake kwa ajili ya kuweza kupambana endapo watasikia shambulizi kubwa ambalo linaweza kutokea, na Israel kupitia mifumo yake ya ulinzi imeweza kuwatengenezea raia wake sehemu za kuweza kujificha, huku ikiarifiwa kwamba chini ya ardhi wamechimba mahandaki ya kutosha katika nchi yao ya Israel. Endapo tu watasikia hali ya taharuki imeweza kutokea au hali ya hatari imeweza kutangazwa katika nchi hiyo, basi watalazimika raia hao kukimbilia katika maeneo hayo. Sasa imekuwa ni kawaida kwamba watu ikifika usiku wanakosa usingizi kwa sababu ya kile ambacho kinatokea katika ardhi ya Israel kufuatia Wahuthi pale nchini Yemen kufanya mashambulizi ya aina yake. Na msemaji wa Wahuthi Yahya Saree amekuwa akitoa taarifa kila shambulizi ambalo limekuwa likitoka nchini Yemen kwenda nchini Israel, akiainisha wazi kwamba kampeni yao ya kuweza kuwaunga mkono wa Palestina itaendelea hadi pale ambapo jeshi la Israel litaweza kusitisha mapigano katika ukanda wa Gaza, ndipo wao wataweza kusitisha mapigano ndani ya nchi ya Israel. Lakini wamekuwa wakitumia aina yao ya kuweza kutumia makombora masafa marefu, hypersonic ballistic missile, kwa ajili ya kuweza kuishambulia nchi ya Israel. Lakini Israel imekaa macho usiku kucha ikizidi kuweza kuzuia makombora ya Wahuthi kutoka pale nchini Yemen. Na wameonekana kama hawa Wahuthi hawazuiliki kwa sababu mashambulizi yamekuwa ni kila siku, na sasa ni mfululizo wamekuwa wakishambulia. Lakini ni siku ya pili sasa wameweza kuzuia ndege kubwa kabisa ya Kimarekani ya mizigo kutotua katika uwanja wa ndege wa Ben Gurion kwa sababu ya shambulizi haijulikani ni muda gani linaweza kufika katika uwanja huo. Lakini vile vile hali ya tahadhari ikizidi kuongezeka katika maeneo mbalimbali ya Israel, asasa uwanja wa ndege wa Lodi maarufu kama Ben Gurion. Ben Gurion ni moja kati ya uwanja ambao ni mkubwa na unaweza kupokea ndege nyingi nchini Israel, lakini shughuli za usafirishaji zikiwa zinategemea sana katika uwanja wa Ben Gurion. Na ni sehemu ambayo Wahuthi pale nchini Yemen wameelekeza nguvu kwa ajili ya kuweza kuipiga ili kuweza kudhoofisha kabisa mifumo ya kitega uchumi katika nchi ya Israel. Hadi sasa bado Netanyahu hajazungumza nini ambacho atakichukua hatua madhubuti kwa ajili ya kuwadhibiti Wahuthi pale nchini Yemen, ambao wao kila siku wanakuja na jambo jipya kwenye masuala ya mashambulizi. Yani wanaonekana kama ni watu ambao hawachoki wala hawakati tamaa kwa ajili ya mashambulizi haya. Japokuwa Israel imekuwa kiripoti kwamba mashambulizi haya yamekuwa yakizuiliwa mara kwa mara, lakini kumekuwa na taarifa za siri ambazo zinazungumzia kwamba makombora haya yamekuwa yakifika mlengo ambao unatarajiwa. Hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Wahuthi Yahya Saree. Sasa mashambulizi ya Houthi dhidi ya Israel yameingia kwenye hatua mpya ya hatari, yakionyesha kwamba hata kutoka maelfu ya kilomita makundi ya waasi mbalimbali yenye mlengo wa kisiasa, kijeshi yanaweza kutikisa taifa lenye nguvu kama hili la Israel. Lakini wakati kombora la Palestine 2 likiwa ni ishara ya mshikamano wa Yemen na Palestina, linaleta pia ujumbe mkali kwa Marekani na washirika wa Israel. Vita vya Mashariki ya Kati haviko tena kwenye mipaka ya Gaza na Lebanon pekee. Sasa vinaweza kurushwa kutoka mbali na bado vikayumbisha moyo wa taifa la Kiyahudi. Kwa raia wa kawaida wa Israel, hali hii inazidi kuwa ngumu. Wanaishi kwa hofu, silence zikiwa sehemu ya maisha ya kila siku, yani vingora. Lakini vile vile na usalama wa anga ambao zamani uliaminika sasa unaonekana kupenya. Hali inazidi kuwa tata kulikweli. Sasa tufuatilie hapa Zone Media kila siku kwa taarifa zetu, lakini nikukumbushe mtazamaji, kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, wakati ni huu uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Jina langu ni Victor Moshi. Asante kwa kuendelea kutuchagua Zone Media.